Mwana, naomba unisamehe sana mpenzi wako kwa kile ulichokishuhudia pale Seblena. Haikuwa dhamira yangu wala hazikuwa hisia zangu wala fikra zangu. Yule mwanamke alikuwa akinilazimisha tu, lakini mimi sikuwa hata napenda. Naomba unisamehe sana mpenzi wangu. Nisamehe, sikufanya kwa matakwa yangu. Hayakuwa mapenzi yangu kabisa. Naomba tu nisamehe mpenzi wangu. Kitu gani kwani kimetokea? Mbona mimi sijaona chochote? Mwana, usifanye kama hujaona kilichotokea. Na nimekuona kabisa umeshuhudia kitendo chote. Ndio maana nimekuja kukuomba radhi. Naomba unisamehe. Hayakuwa makusudio yangu, wala mimi sikutarajia kama kingetokea kitendo kile. Naomba unisamehe mama yangu. Kwani mimi naitwa Mwana? Mimi sio Mwana. Afu sikia, mimi naomba ile biskuti yangu ya chocolate na mpira. Mwana, biskuti ya chocolate? Ndiyo, biskuti ya chocolate. Mbona kama unajitoa ufahamu? Hautaki? Basi kama hutaki mimi nalala. Bi Kipaso, karibu sana. Asante sana Kipopwe. Nimekuja hapa na habari njema. Kuna mipango yangu nilikuwa nimeipanga kwa ajili ya kumuingiza Ngala kwenye mitego. Lakini ghafla nikamuona anaingia na Mwana akiwa amembebelea hivi mikononi. Amelegea sana. Hili inamaanisha alikuwa yuko hoi. Nikashtuka kidogo. Lakini kasema hapana. Sijawahi kushindwa. Mimi ndo Bi Kipaso bwana. Nikaenda nikafanya vitu vyangu. Ngala kaingia hapa. Nyie mlikuwa mnakwama wapi? Mpaka sasa Ngala ameshaingia kwenye mitego yangu kwa sababu huo muda napita na Mwana. Tayari kule ndani mtego uko hivi. Na hata hapa ninavyokuambia, huko nimeacha kuna vitu vinaendelea. Yaani nahakikisha kwamba hii kazi inaisha kwa wepesi sana. Bi Kipaso, mimi niseme hongera sana. Tena nakupa hongera ambayo siwezi kuizungumzia kwa makubwa sana, lakini niseme hongera. Na kuhusu swala Mwana, yani Mwana sasa anaishi kama kiberiti kisichokuwa na njiti. Ina maana ana chochote katika mwili wake. Vile ulivyomuona akiingia na Ngala akiwa hoi yuko tepe tepe, amelegea. Mimi ndo nimesababisha. Yote 9. 10. Nimemtoa kila kitu kichwani kwake. Ina maana kama flash ambayo tumeformat. Mwana, uko sawa kweli? Mwana. Mwenyezi Mungu, naomba msaidie Mwana. Sina kimbilio lingine ila wewe tu, Mungu mwenye nguvu.
Kipupwe, hongera sana. Umekuwa. Ni jambo zuri sana. Muda huu uliofikia hapa ni kuhakikisha tunamtenganisha Ngala na Mwana, ili sasa tuweze kufikia mwisho wa kazi yetu. Ni muda wa kufikia finish. Sasa nikuulize wewe, una finish wewe au una finish mimi? Beki Paso, mimi kama kiungo mchezeshaji ni mtu ambaye anapiga pasi. Sasa nimekupasia pasi ya mwisho umalize, yaani ufinish. Safi sana, asante kwa kuniamini. Nitahakikisha mimi na finish. Sawa, lakini sasa baada ya hili zoezi kukamilika, kitu kinachofuata ni kumrudisha babangu. Sawa Kipupwe, nimekuelewa. Pasta, kama unavyoiona hali ya binti, yupo kwenye hali mbaya sana. Yaani hapo alipo hajitambui, hajielewi, hata anachokizungumza kuna wakati simuelewi anachokizungumza, na inavyoonekana hatambui chochote, yaani yupo tu kama zezeta. Ndio maana nimeamua kukufikishia hili swala, wewe mtu wa Mungu, ili uone namna gani unaweza kunisaidia katika hili. Nahitaji msaada wako sana Pasta, kwa sababu nimeona hakuna njia nyingine wala suluhisho nyingine zaidi ya kushirikisha yule mtu wa Mungu ili tulifikishe hili swala kwa Mungu. Naomba msaada wako Pasta Tony. Embu nipe shogangu. Sima wewe naye mbea wewe. Haya yote umeyatoa wapi? Umeyajuaje? Shogangu, kuna jambo kwenye mtaa mimi nisilolijua mimi. Ndo kama hivyo ninavyokuambia. Huyo Moana shogangu kageuzwa kuwa mzuka, sio mzuka, mzimu, sio mzimu. Mama sielewi nimweke kwenye grupu gani. Baba huyo Ngala huyo sasa anahangaika na ajui kabisa msaada atautoa wapi. Maskini mkaka watu. Namwonea hadi huruma. Unajua wale walikuwa wanapendana sana wale. Huyo Moana hata sijui amepatwa na nini jamani. Wewe shogangu tulia kwanza. Hiyo huruma umeitoa wapi? Maana kama sikuelewi hivyo unaanza kunikataa. Wewe sikilize wewe. Acha kujihusisha na mambo ya watu. Usije ukageuzwa mzuka na wewe. Mwajabu, sina lomba kiasi hicho. Hapo fanya twende tukamuone. Kumbuka yule ni rafiki yetu wa muda mrefu. Kwa hiyo fanya hapo tuinuke twende tukamuone. Sio vizuri kama akipona akasikia kuwa tukwenda kumuona. Naomba twende. Wewe bana shogangu mimi nisikilize. Mimi naogopa kwenda huko. Kwanza ile nyumba yao ina uchawi, ina maswala ya pete, sijui manini. Yaani mimi sielewi. Mimi naogopa shogangu, mimi siwezi kwenda bana. Mimi siwezi. Kwenye hilo swala mimi nakupinga kabisa. Sitaki kujihusisha na mambo ya watu. Umbea huko nje. Huko kwenye mambo ya watu sitaki kabisa. Bana, wewe fanya inuka hapo twende. Basi tu mimi naenda. Mtakatifu mwingi wa rehema. Naenda kuteketeza, naenda kuharibu katika kitu ambacho kimeenda kufungwa kwa huyu binti. Naenda kususa moto wa baraka. Naenda kususa damu yako ya Yesu Kristo ikapate kutangaza katika damu yako ya Yesu Kristo. Nikiamini wewe ni mtakatifu, ni mwingi wa rehema. Nikiamini ndio kimbilio la kila mtu yoyote. Naenda kumweka huyu binti mikononi mwako. Naenda kumweka huyu binti katika damu yako Yesu Kristo. Kama kuna hila mbaya ambayo imefungwa kwake ikapate kufunguka. Kama kuna kifungo chochote kidogo kimefungwa kikapate kufunguka. Tunaenda kutoa kila hila chafu zilizokuwa zimewekwa katika mwili wake. Tunaenda kuzitupa katika bahari. Baba mtakatifu mwingi wa rehema, susa moto wako wa baraka. Susa moto wako wa baraka. Susa moto wako wa neema. Susa moto wako wa neema katika nyumba hii. Susa moto wako wa baraka katika nyumba hii. Mtakatifu wewe ni mwingi wa rehema. Asante kwa sababu wewe mtakatifu ni mwingi wa rehema. Asante kwa kumtibu hata huyu binti. Naamini kwa kila kitu kitaenda kuwa sawa. Baba mtakatifu mwingi wa rehema, tukiamini katika wewe. Asante kwa wema wako, asante kwa utukufu wako.
nikiomba na kushukuru. Amina. Ngala, hebu nakuomba mara moja. Ngala, kwa nini umemleta mchungaji nyumbani kwangu bila idhini yangu? Hiyo ruksa umeipata wapi? Wewe kama mtoto, mimi ni shangazi. Huwezi kufanya kitu chochote humu ndani bila kunishirikisha mimi. Kwa nini umemleta mchungaji ndani kwangu? Lakini shangazi, kuna ubaya gani? Nimefanya vile kwa sababu ya hali ya Mwana. Wewe mwenyewe kama unavyomuona Mwana hayuko sawa kabisa kiafya. Na sijaona ubaya wa mchungaji kuja hapa nyumbani kwa sababu niliona yeye ndo msaada pekee wa kuweza kulisuluhisha hili. Yaani kama ungejua usingenitajia huyo Mwana kabisa. Sasa basi. Sasa hivi ninapoongea na wewe, mwambie mchungaji wako aondoke. Simuhitaji nyumbani kwangu. Hilo haliwezekani shangazi. Mchungaji atakaa hapa kwa siku 2 akimfanyia maombi Mwana mpaka pale hali ya Mwana itakapokuwa sawa. Siku 2? Bado hujasema. Na hapa mchungaji aondoki ili ukione cha mtema kuni na kwa uchawi wako. Ndo kwanza picha linaanza. Biki Pasu. Shikamoo mama. Shikamoo Biki Pasu. Samani mama, mguu unaoona ulikuwa unakuja kwako. Nimesikia kuwa Mwana anaumwa sana. Si ni marafiki zake Mwana muda mrefu. Kwa tukawa tunakuja kwako ili tuje kumjulia hali. Nyie. Hivi mnajitaka kweli nyie? Sasa, ole wenu. Nione hiyo migoko yenu hiyo imekanyaga pale nyumbani kwangu. Mtanijua mimi ni nani. Hapo ndipo mtakaponijua kwamba kweli mimi ndio Biki Pasu. Endeleeni kujichanganya. Lakini mama, sio kwa ubaya. Sisi ni marafiki zake Mwana. Tumekuja kumuona tu, kumjulia hali tu mama. Ala. Nadhani nyinyi hamna kazi ya kufanya. Sasa kama hamna kazi ya kufanya, mimi nitawapa kazi ya kufanya. Mama, huyu ana kielele, tunaomba umsamehe. Tulia basi. Sawa sawa kabisa. Kiherehere cha huyu kitakuponza na wewe. Alafu sasa siku nyingine endeleeni kunisimamisha kama ndivyo nisimamisha tena. Niwaambie kabisa, pumba anakula nguruwe. Lakini nyie mnazitamani pumba kuzila. Mtakula. Ipo siku yenu. Endeleeni kujifanya mnajua. Viherehere wakubwa nyie. Watoto wadogo mnataka kuingilia mambo mazito yasiyowahusu. Maji ya bahari hayapimwi kwa mguu hata siku moja. Puuzi wakubwa nyie. Wewe nisikilize wewe. Unajua na kielele sana. Sasa nisikilize, mimi siendi. Kama unajitaka rudi, kama hujitaki nenda. Biki Pasu, mbona uko ayaye sana kama unakimbiza mwenge? Ngala anataka kunipanda kichwani. Huwezi kuamini nilivyotoka hapa. Nimefika nimekuta nyumbani kaleta mchungaji.
Kwa nini alete mchungaji nyumbani kwangu bila taarifa? Alafu kibaya zaidi, mchungaji anasema analala pale siku 2. Yaani kwa nini alete mchungaji nyumbani kwangu? Biki Pasu, huo ni mchezo mdogo sana. Swala mchungaji tu, mangapi tumeyafanya. Ni kweli Kipupo unavyosema. Hata mimi nina nguvu za kufanya chochote kile ninachotaka kuwafanya. Lakini nimekuja kukuambia wewe ili nijue tunafanya nini. Biki Pasu, kuna kitu natakiwa tukifanye kikubwa sana. Sawa, nimekuelewa. Yaani umenichapia kama ng'ombe wa Kimang'ati. Na kama ungekuwa mwalimu wewe Biki Pasu ningekujua mimi wewe. Tena mwalimu mwenyewe ni wa math. Tena kama sio math, history au biology. Wewe. Sasa pale nimechapa. Mimi najua kuchapa. Mimi nachapa. Ila kitu ambacho nimefurahi. Ana imani ndogo sana. Yaani anaingilika kirahisi. Sasa basi, kilichobaki twende tukamalize kazi yetu. Sawa. Lakini sasa tusisahau kumrudisha baba. Kwa sababu moyo wangu unaniuma sana. Kipupwe. Sawa, nimekuelewa. Usijali, tutalifanyia kazi hiyo. Pastor, kuna shida yote? Hakuna jambo lolote Ngala. Hii ni vita tu ya kiroho. Nitapambana nao mwenyewe.
Una uhakika Pasta? Ndio Ngala, usijali. Mambo mengine tutaongea kesho kwa kina zaidi. Lakini Ngala, unatakiwa mtumainie Mungu sana. Una vita kubwa sana. Yaani kuna watu wanakuandama vibaya mno. Basi nikutakia usiku mwema Pasta. Haina shida, na kwako pia. Damu ya Yesu ikulinde. Amina. Kuna nzi wengi hivi au ndio wamefuata nini hapo? Kuna date moja mnanisha kazi. Njoo. Kuna ndio hivi. Uza hapa ni mkamata. Huyu hapa. Wow. Amka bana tuwe nje. Wewe. Amka tuwe nje. Unaona wanzi wengi. Huyu hapa nimemkamata. Mbona wewe mkubwa sana hivi? Mwana. Hebu acha ujinga. Acha utoto. Una nzi wako wapi hapa ndani nzi? Onya wanzi. Mwajabu, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Hawezi kumfanyia vile mjomba wake. Anamgeuzaje chizi mjomba wake? Sasa hapo kuna utofauti gani na wale watu wanaofanya ndugu zao kuwa mamweu, machizi ili mradi kupata mali? Kuna utofauti gani hapo? Hii sio sawa. Hii sio sawa. Alafu mimi yule familia mwanangu sana, lazima nikamchane ukweli. Alafu mwana yule mtoto mbichi, mzuri. Anamfajiaje vile? Anamfajiaje vile? Ungekuwa wewe ungekubali? Angekuwa ndugu yako ungekubali? Ungekata tamaa? Una kisu cha kukatia tamaa? Mimi lazima nimchane. Sikiliza nikwambie, mwanangu, sisi tumefungisha safari tunaelekea kule nyumbani kumuona Moana. Tumekutana na bibi mkubwa njiani. Katutishia maisha. Mimi ninavyokuambia nimetishiwa maisha hata sielewi. Alafu wewe nakuona kabisa. Utaenda kutolewa kafara utembee uchi. Endelea hivyo hivyo. Shobo zitakuponza. Kaza. Kuwa na mikazo. Kuwa na mikazo. Haiwezekani hata siku moja. We mi jeshi. Alafu siku zote binadamu hautaki kumuogopa binadamu mwenzie. Anamfanyaje mwenzie kama kipupeti cha kuchezea? Bwana acha kushangaa huwa riziki. Watu wengine wana roho mbaya. Yaani mtu anaondoka ananiletea nzi wote hawa. Ila mimi niendelee kuwaua. Huyu hapa. Pilipili iko shamba. Kinachokuasha wewe ni kitu gani? Ngoma iko uwanjani, hujaalikwa. Unaivalia kibwebwe ya nini? Kumbuka pia, mdomo ulimponza kichwa. Na unachokitafuta utakipata.
Bi mkubwa katoka sasa hivi kusema pilipili inakuwasha, na kweli wewe inakuwasha. Ninavyokuangalia kabisa wewe mwanangu, utaenda kuponza. Na kitu usichokijua, Bi mkubwa na Kipupwe ni timu moja. Kipupwe namba 2, Bi mkubwa namba 5. Na yule Bi mkubwa ukianza kumsema tu mwanangu, ananusa harufu. Popote pale ukienda kumsema hata iwe chooni mwanangu anakufuata. Nengeneka. Mshangaeni huyu. Wewe unazungumzia mabeki. Namba 5, namba 2. Mimi mwenyewe namba 8, midfielder. Mzi wa kuzungusha na wazungusha na waike. Pastor. 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 Pastor Tony. Pastor Tony. Pastor Tony. Mwana. 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 Zenjele, sasa tuko kwenye furaha kubwa sana. Kwa sasa mambo yetu yamenyoka hivi. Kuhusu Mwana, hana kitu chochote ambacho anaweza kujivunia na katusumbua sisi tena. Mwana kashapoteza kumbukumbu na hawezi kurudi tena kwenye hali ya kawaida. Na kuhusu Ngala, ile pete tushaichukua, tunaye wenyewe. Huu ni wakati sasa wa kupambana tumrudishe baba. Na kwa kulisherekea hili, nimekuandalia zawadi nzuri sana, tena nono. Naamini utaipenda. Pete, chonde chonde, chonde chonde. Tulipepa na Chipupwe Azenjele. Tukumwombo apete, ngusakana ape zawadi awano. Aje zawadi jaji, ajisache, afurahi. Atente indu ya kusalala. Azenjele, ngumpa zawadi lelo kutoka kwa Ajipete. Ajipete jaji, kila chindu choche chulikusakawe, chichipate mwe. Chonde chonde. Pepa ngusakana mpe zawadi jaji, ntie, mbujile, muenjoy, mwemweleche, nkateta chili chose. Chinkusakamwe, chinchipate pepa. Shangazi. Shangazi. Kwani kuna nini jamani? Mbona tunaitana tu unasikia makelele, makelele mara Mwana, mara shangazi. Shida nini? Shangazi, Mwana haonekani ndani. Ndio maana nimekuja kukuambia kama umemwona au kama hujamwona basi unisaidie tumtafute. Hivi wewe akili yako inafanya kazi kichwani kweli? Yaani unamuulizia Mwana? Mwana ni mtoto mdogo? Pale alipo Mwana ni mtoto mdogo kiasi kwamba eti usipomwona basi uchanganyikiwe. Hivi unataka niongee mara ngapi? Nimeshakwambia sitaki kusikia habari za Mwana, na nimekuambia Mwana simpendi. Simpendi kwenye maisha yangu, simtaki. Hicho kitu nakijua. Unataka nitumie lugha gani uweze kunielewa? Masikio yangu yanauma. Hayataki kusikia habari za Mwana. Na mwanzo na mwisho ni leo. Katika maisha yako usinitajie kitu chochote kinachohusiana na Mwana. Lolote litakalompata Mwana, Ngala, usinishirikishe mimi kama shangazi yako.
Zenjele, sio ndizi tu, utafika wakati mpaka nke nitakuletea. Oh. Bini pende kukushukuru sana Kipoko, kwa sababu umenipiga kwenye mishono. Asante sana kwa zawadi yako. Zenjele, kuna kitu ambacho cha muhimu sana nitaka sasa kukuambia. Kuna vazi ambalo nimekuandalia. Utakuwa unalitumia. Sitaki tena uvae vazi kuonekana kama unaenda jani. Nitashukuru sana Kipoko. Tunaweza kuondoka. Kwa sababu nilijitahidi nikakuletea mwanamke mzuri, binti mzuri, mwenye muonekano mzuri zaidi hata ya Mwana. Ulichomfanyia unajua wewe mwenyewe, mpaka binti watu akaondoka. Mwana, Mwana, Mwana. Humoni Mwana na hutamuona hata uite Umoja wa Mataifa. Yaani hili ni trailer tu. Yaani na wewe mchungaji ndio kabisa kwa lile sekeseke nililompatia. Sidhani kama atakuja akanyage kwenye mlango wangu. Kwanza mchungaji gani yule? Mbona hana imani kivyo? Yule atakuwa mchumia tumbo yule. Ni bora mimi kuliko hata yeye. Yani bora nilivyokuona Kipupwe. Unajua wewe mimi ni rafiki yangu sana. Afu unavyokwenda sasa hivi unakwenda longi. Umguli kwa kwako. Japo natembelea mimi, sawa, ila umguu wa kwako. Maana nilikupo nakuja nyumbani kwako. Sasa Kipupwe, ndugu yangu wewe mbona unabadilika sana? Afu sasa hivi Kipupwe umekuwa na mambo ya kishirikina. Mambo ya pete, sijui nini. Wewe na pete wapi na wapi? Umeoa. Pete inakuhusu nini? Kipupwe umebadilika. Wewe nyuma ukuwa hivyo Kipupwe. Sasa hivi Kipupwe umebadilika. Nitathmini kwanza. Hebu jiangalie. Nyuma ulikuwa hivyo. Wewe wakufa msuri. Mbona nizesha? Afu bado mdogo, yani mbiti. Nitathmini ndugu yangu. Hebu rudi kama zamani. Nyuma ukuwa hivyo na hakuna mtu akukwambia zaidi yangu mimi. Mimi ndo ndugu yako, mimi rafiki yako, mimi nakujua wewe. Badilika. Mambo gani unaoleta hayo ndugu yangu? Huo si uchawi huo. Nguo gani hizo unavaa hizo? Wewe pasta.
umeshabadilika ndugu yangu. Au kuwa hivyo. Wakuchaji. Wewe unanijua vizuri wewe? Kipupwe. Mimi huyo sikujui wewe vizuri. Kipupwe mimi nakujua bwana. Wewe mimi mwanangu, mshikaji wangu, nisikujue wewe Kipupwe. Sasa unataka kunipanda kichwani eh? Unataka kunipanda mpaka utosini. Sasa nataka nikuoneshe mimi ni nani. Mama yangu. Game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Kipupwe. Huyu mzungu au? Sasa utaelewa kama ni mzungu au chotara au Mwafrika utaelewa. Bila alifake ni msuri wa mtoto sio kwa natia. Akuika ni maneno gangama nyika. Nyeme nyeme nyeme. Ngwengwele ngwengwele ngwele. Zenjele. Ondoke. Stop. Where are you going? Unampeleka wapi uchizi wako? Nani, kwa nini unanipanda kichwani? Yaani hii nyumba imekuwa kama hospitali, kila siku inaingia mtu yoyote yule ambaye unaona kwamba anafaa kuingia huko ndani. Anaingia. Leo haingii huko ndani kwangu. Haingii uchizi wewe. Shangazi, mbona unakuwa na roho ya namna hiyo? Unanizuia kuingia ndani? Na unamuita mwana chizi? Mwana sio chizi, ni mgonjwa tu shangazi. Mwana sio chizi, lakini macho yangu yanazoom kamba mikononi. Kama ingekuwa ni mgonjwa kaida ungemfunga kamba mikononi. Huyu zeze tako haingii ndani kwangu. Mimi nimeshakwambia, yani hapa haingii. Mguu wake apitishe. Usije kunipanda kichwani mimi. Juzi tu hapo umetoka kuniletea mchungaji wa bei jioni. Yaani unachunwa na wanawake, unachunwa na hadi na wachungaji. Mchumia tumbo ile tunamleta haja kumwambia mwana eti
Nataja bure jina la Yesu. Shangazi, naomba nipite. Hupiti. Ngala. Si unanijua vizuri? Au umenisahau? Kuna sehemu umenisahau eti? Hapo upiti. Shangazi. Usineteze zeta lako nimekwambia. Hili zeta silitaki. Shangazi, usinifanye nikatumia nguvu au kufanya jambo ambalo sikutarajia kulifanya kwako. Hey, unataka kunifanya nini? Fanya unavyotaka. Hebu fanya. Nimekwambia hivi, yani hapa hutapita, na kama una chochote cha kunifanya nifanye nione. Shangazi, naomba niingie ndani. Siku yani hapa upiti. Shangazi, naomba unipishe. Uingie. Shangazi, uingie. Stop. Where are you going? Unampeleka wapi uchizi wako? Nani, kwa nini unanipanda kichwani? Yaani hii nyumba imekuwa kama hospitali, kila siku inaingia mtu yoyote yule ambaye unaona kwamba anafaa kuingia huko ndani. Anaingia. Leo haingii ndani kwangu. Haingii uchizi huyo. Shangazi, mbona unakuwa na roho ya namna hiyo? Unanizuia kuingia ndani? Na unamuita mwana chizi? Mwana sio chizi, ni mgonjwa tu shangazi. Mwana sio chizi, lakini macho yangu yanazoom kamba mikononi. Kama ingekuwa ni mgonjwa kado ungemfunga kamba mikononi. Huyu zezeta yako haingii ndani kwangu. Mimi nimeshakwambia, yani hapa haingii. Mungu wake apitishe. Usiye kunipanda kichwani mimi. Juzi tu hapo umetoka kuniletea mchungaji wa bei ya jioni. Yaani unachunwa na wanawake, unachunwa na hadi na wachungaji. Mtumia tumbo ile tunamleta haja kumwambia mwana eti Nataja bure jina la Yesu. Shangazi, naomba nipite. Hupiti. Ngala. Si unanijua vizuri? Au umenisahau? Kuna sehemu umenisahau eti? Hapo upiti. Shangazi. Usineteze zeta lako nimekwambia. Hili zeta silitaki. Shangazi, usinifanye nikatumia nguvu au kufanya jambo ambalo sikutarajia kulifanya kwako. Unataka kunifanya nini? Fanya unavyotaka. Hebu fanya. Nimekwambia hivi, yani hapa hutapita, na kama una chochote cha kunifanya nifanye nione. Shangazi, naomba niingie ndani. Siku yani hapa upiti. Shangazi, naomba unipishe. Uingie. Shangazi, uingie. Kanisukuma. Kumbe Ngala anijui. Sasa subiri. Anijui. Sasa sikiliza nikwambie. Hiyo ni rasharasha. Mvua bado haijanyesha. Wewe unajifanya mjanja. Umeniwini? Haya. Ooh.
naona dharau zimezidi. Sasa ngoja nimfukie huyu mbwa hapa, nilete chuma kingine. Wanajifanya hao ni watu wa imani sana eh? Sawa. Hili aliishia hapa. Kipupe, nimekuja hapa kwa jambo moja. Hiyo pete ulionao naomba uache kuitumia mara moja, kwa sababu unaitumia vibaya tofauti na mzee Kiuno alivyokuwa anaitumia. Hivyo basi nakuomba sana, naomba urudishe pete pale ilipokuwepo, na kama utaenda kinyume na haya, basi kuna jambo litakukuta. Wewe kama nani unaongea maneno mazito kama haya? Unaniamrisha mimi nisiende kuitumia pete hii nikahifadhi sehemu? Yaani mtoto mdogo kama unanisimamisha hapa kuniambia vitu kama hivyo? Wewe kama nani? Muda ukifika utanijua tu kwamba mimi ni nani. Pete. Melinda, ndio kazi yetu inatakiwa tuifanye kwa ukubwa sana, tofauti na pale mwanzo tulivyoanza. Kuna dawa nimekuandalia, nitakupaka hii dawa mikononi na wewe utajipaka usoni, uende mpaka chumbani kwa Ngala. Ukifika umshike mkono, umuongoze mpaka pale nilipokuelekeza. Zenjere, nimekuita hapa, kuna jambo ambalo nataka nikwambie. Ni jambo kubwa sana. Usiku wa kuamkia leo kuna ndoto ambayo nimeiota. Ni ndoto sio ya kawaida kabisa. Hii ndoto kuna mtoto kanitokea. Kaniambia eti niweze kurudisha pete pale ambapo ilikuwepo. Na nijaribu kumuuliza wewe ni nani? Nikaisikia sauti yake kuwa utavofika muda utanifahamu ni nani. Zenjere, nataka unishauri juu ya hiki kitu ambacho nimekiota. Je, kina maana gani? Kipuko, hicho kiona na kukisikia nadhani akikuwa na bongo wote. La, alichokisema alimaanisha ni dhemu ukirudisha pete tu sema boye kwetu, ili kila kitu kiwe sawa. Nimesema kwamba salamu huyo mtoto sio kiume cha kawaida, na kitokea uje kuna jambo zito kaliona mbele. Mimi naomba tu msikilize, usio mkaidi. Nenda kaifanye kazi yangu. Zenjere,
Unasema nirudishe pete? Siwezi kurudisha pete. Siwezi kurudisha pete. Kwa sababu bado matumizi yangu sijafanya. Bado hajanipa faida yoyote. Bado sijafanya kila ambacho nakihitaji mimi. Hapa nina deni la kumrudisha baba. Unataka nipunguze nguvu ya pete? Haiwezekani. No, impossible. Sitakuwa kinyume na kile nilichokizungumza. Bibi yangu karudisha pete Kipupwe. Ili uendelee kufanya matendo mema, rudisha pete. Mimi sipo tayari kutazama kifo chako Kipupwe. Nadhani kuna ukaidi katika hili. Rudisha pete ilipokuwa. Hapana Zenjele, siwezi kuirudisha pete na siwezi kufa na hawezi kuniua mtu yote kwenye ulimwengu huu na siwezi kumwogopa kiumbe chochote kile. Ngunsari ya Zenjele, ngunsari la pepa, ngangudisha pete. Pete ngangua pachi misiene, ngutama na adone, mpako pepa la mambo gangukatame ya mbone. Kundenda cheche, ngaudisha pete pepa, ngakompole kaye induyo. Nazano umenielewa Zenjele, siwezi kurudisha pete. Jamani. Mimi nimenyoosha mikono juu. Kwa nilichokutana nacho, nimenyoosha mikono juu. Mwajabu, mimi nimesalenda. Mama yangu, nimesalenda. Nyie jamani, uchawi upo. Mambo ya watu siri. Sirini. Usiyafokonyoe. Wanasema mavi ya kale yanuki, lakini ukiyafokonyoa yanavuliza. Jamani. Unajua kuchaji sikuelewe. Zungumza ueleweke. Tii Mwajabu. Yalonikuta yamekukuta manini? Elezea ueleweke. Wewe kwani hujamuelezea huyu? Hajakutana nacho Hapo kwanza nicheke. Yaani mwanangu kama nakuona huko kilichokukuta. Wewe si nilikwambia wewe? Huyu alipanga kwenda kumwambia Kipupwe aache uchawi. Mimi nikampa ushauri wa bure kabisa. Usiende mwanangu, itakukuta jambo. Kajifanyisha kielele, betri limejaa chaji. Sasa ndo hayo yaliyomkuta. Anayadisia. La kimbelembele kimeniponza. Kama ningekusikiliza, yote asingenikuta. Ila cha umuhimu sijaacha ndala. Ndala zangu nazo. Japo nimekutana na kinjemba cha mtu, kimzungu. Yaani bado kama ulikusikia, lete mzungu. Sio poa. Nyie mshakutana na mzungu mfupi? Mimi nimekutana naye, mzungu mfupi. Huyu anapiga vibao kama nyani. Jamani, kuhusu swala la Moana, tuachane nalo. Watajuana wenyewe kama uchawi wa kwao. Mimi nimejiweka pembeni. Najiweka pembeni uepusha msongamano. Hicho mwanangu ndo nilikuwa nakisubiria. Yaani hapo nakupa 100%. Achana na mambo ya watu. Hivi mnajua nyinyi mshaanza kuchanganyikiwa nye? Mnalijua hilo? Moana ni rafiki yetu wa muda mrefu au mnalisahau hilo? Yaani mnataka mmwache Moana eti kisa mmepigwa mabiti sio na shangazi yake sio mjomba wake. Mna akili kweli nyie? Kwa mnataka mmwache Moana peke yake? Kumbukeni matatizo binadamu tumeumbiwa. Leo kwake, kesho kwako wewe au wewe. Kwa nini mnataka mmwache mwenzenu peke yake? Sasa kwa taarifa yenu, nitakuwa naye bega kwa bega na sitomwacha. Na kwa taarifa yenu tu, naondoka hapa naenda. Wewe ng'ang'ania tu hivyo. Naenda. Wewe litakukuta jambo. Nakwambia haki ya Mungu utajifunza jambo kupitia hili. Haya. Naenda. Huyu. Mimi nakwambia kitamkuta cha kumkuta. Tena zaidi kilichonikuta mimi. Haya.
Kipokwe, huu ndio muda wa kutimiza kile ulichokuwa unataka kukifanya kila siku, ili uweze kuwa na furaha ya moyo wako na kumfurahisha baba yako Mzee Kiula kama vile alivyokuwa anatamani. Huu ni wakati sahihi. Nimekuletea ngala, kunywa. Kazi ni pa. Sawa Bi Kipasu, wacha nifanye kazi yangu. Chonde ambuja kunungu ingwitenda pano abangala babangusaka na poteshe mutima wose na atose kila chilipera bachiupa opapa meso gao mutima wao umbo yao kila chindu pa mutima pangusaka na litose. Bi Kipasu, ndio nini inatokea hapa? Ngoza mukali. Ndio imbe. Yaani slow but sure. Wewe ni nani? Na kwa nini umesimama katikati ya njia? Tenina, haina haja ya kuogopa. Nimependa ujasiri wako wa kutaka kumsaidia Moana. Nimekupenda bure. Sasa basi, kwa ujasiri uliouonyesha, nitakuwa bega kwa bega na wewe ili kukusaidia kumrejesha Moana kwenye hali yake ya kawaida. Sasa basi, nitakupatia dawa. Hakikisha dawa hii unaishika kwenye mkono wako wa kushoto. Na ukifika kwa Moana, unamshikisha dawa hii kwenye mkono wake wa kushoto. Na atarudi katika hali yake ya kawaida. Sogea karibu yangu. Lakini wewe ni nani? Usijali Tenina, utanijua tu rafiki yangu. Usiogope, shika dawa. Ngumalisisya mali abili ndikutenda kamo kabili ngamusaka katatu ngusaka malisise pepa. Oh my God. Bi Kipasu, unajionaje hii? Kuna kitu kijakaa sawa nyumbani. Nakuja. Nilijua tu. Yaani hili nililijua. Na nani amefanya hili jambo? Ngala yupo kule. Na Moana hana nguvu. Alishatulia nguvu zote. Yupo tu. Limewezekana vipi hili? Inawezekanaje? Lakini sawa. Bado sijashindwa na sikubali kushindwa. Wow!
huyu ni nani tena? Huku ndo kuharibiana michongo huku. Naona kielele chako bado nakiendeleza. Yaani pale ulipoishia ndipo unapoanzia. Wewe ni binti mdogo sana. Alafu umeingia kwenye vita ambayo haikuhusu. Vipi? Una mbinu za kivita? Au umeingilia tu ili unipe dhambi ambayo hiyo dhambi ni ndogo sana. Katika maisha yangu namiliki dhambi kubwa. Sasa basi. Mwana kulifind, mwana kuliget. Sawa. Umeomba mechi? Tukutane uwanjani. Dakika 90 zitaamua nani mshindi. Bikipasu, vipi kwa ulikotoka? Ari ni mzuri eh? Sio shwari kabisa. Huwezi kuamini. Mwana amepona. Nimemkuta na Tenina. Wanaelekea nyumbani. Bikipasu, inawezekana vipi mwana apone? Kwa shuhuda nilizompatia. Nimeweza kupambana naye vile ninavyojua mpaka nikamwondoa nguvu zake zote. Leo niambia amepona mwana? Hapana. Bikipasu, acha utani basi. Amini hili ninalokuambia. Nimemwona mwana akiwa na akili zake timamu na wala sio ndoto. Lakini katika hili nyuma kuna mtu aliyemsaidia. Wala sio Tenina. Mwana, mimi naomba niishie hapa. Nishakusaidia vya kutosha. Siwezi kuongozana na wewe mpaka nyumbani kwenu. Itaniletea mimi shida. Wewe mwenyewe umeona mambo tulokutana nayo. Mpaka hapa inatosha sasa. Naomba uende nyumbani na mimi nirudi nyumbani. Lakini kabla sijaje kukusaidia, kuna mtoto nilikutana naye. Alinipatia kitu hichi hapa. Akaniambia kuwa kitakusaidia. Pia kitanisaidia mimi kukupata wewe. Lakini mtoto huyo sikuweza kumtambua ni nani. Ila aliniambia nikupatie hichi kitu hapa kitakusaidia. Hakikisha unakuwa nacho. Yaani kumbe kuna mtu nyuma yetu ambaye anauchezea moto. Yaani anaingilia mechi sio muhusu. Sawa. Bikipasu, mimi nitajua cha kufanya. Kwa sababu hapari va kututena ngatu angali akili. Akuika kutuona wangali akili. Akuika kutungandira soni. Angala tutekwa tende ndonga manyika, amana tuachosi sendonga manyika, atekuika soni kutungandia, kututenda checheche. Sawa, ngwalo sa chosi. Na pete bado ninayo. Na kila kitu ninachokitaji kukifanya, mimi nitakifanya tu kwenye ulimwengu huu. Basi sawa. Ngoja nende nikamalizie pale nilipoishia. Nangala tumpige nusu kaputi. Safi sana Bikipasu. Asante sana rafiki yangu. Pia nashukuru sana kwa kunipa hichi kitu. Nashukuru sana. Ama hakika wewe ni rafiki mzuri sana. Umenipambania mpaka nimepona. Nashukuru sana. Tutawasiliana wakati mwingine. Sawa. Acha mimi niwahi nyumbani. Hakikisha unakuwa makini sana, maana maadui wanaokuzunguka ni wengi.
Tena maadui hao hata watoke mbali, ni hapo hapo nyumbani kwenu, hasa yule mjomba wako, kwa naye sana makini. Nalijua yule rafiki yangu, nitazidisha umakini kadri ya uwezo wangu, hilo nikutoa wasiwasi kabisa. Najua umepona eh? Umepona sasa, uko nganga alifiti. Umekomaa mwili yote. Sawa. Najua unaitamani ipete, lakini huwezi kuichukua. Hili ujue mimi ni mjomba wako, na siku zote mjomba ni mzazi, yani ni mama. Leo nataka nikuoneshe mimi ni nani. Hanyambusanga kose kundi chonde 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 ngumuombanga amoana bawa ngusakana rose chiosi ngusakana atende indwi ngusakana atose meso gao mbula jao kango gao mpaka mavengwa gao kamaga pali kulikose mpaka mutumbo mwao mpaka umbo yao yose mpaka mesi kama akwete kila chindu ngusakana rose pepa. Nataka nikuoneshe mimi ni nani. Unajikuta yani kipikipiki posta sana wewe. Sasa nataka nikuulize, unalipwa mshahara kiasi gani kuingilia mambo ambayo hayakuhusu? Nimekuuliza, ni nani aliyekutuma ukamsaidie mwana? Bikipasu, kiukweli hata mimi simfahamu. Ni mtoto fulani hivi wa makamu. Sikufanikiwa kuiona sura yake. Yeye ndio aloniagiza. Mtoto mdogo? Wewe uona nini wewe? Mwana, naomba niambie, una nini katika mwili wako? Ujibwe? Ujibwe? Sawa. Lakini je, kwa nini wewe unataka kuwa chanzo cha kikwazo cha mipango yangu? Kiherehere chako ndicho kilichokufanya mpaka wewe huyo mtoto akakutuma wewe ukamsaidie mwana. Nikuambie tu, endapo kama utaendelea na kiherehere chako kitakumaliza. Sasa basi,
Wewe si unayaweza? Si unaingilia ngoma isiyo kuhusu? Basi endelea. Leo si umetoa ndogo, kesho utatoa. Zenjele, nimeshindwa kupata usingizi kabisa juu ya yule binti ambaye alinitokea. Aliniambia kwa nisitumie pete. Yaani ananichanganya kabisa. Hiyo 9, 10, Mwana amesharudi. Mwana amesharudi. Na Mwana ana nguvu mpya. Na ninavyokuambia, kitu ambacho kimenitokea leo nimeshindwa kuelewa. Na ninajiuliza maswali mengi. Nani aliweza kumpatia Mwana nguvu? Angalikuwa nguvu zake nilishamtoa mimi. Zenjele, nataka unishauri kitu. Bikipaso, sasa hivi ni usiku sana, alafu umebeba mgomba, unaupeleka wapi? Alafu isitoshe mgomba hauna mizizi. Ungekuwa na mizizi ningesema unaenda kupanda, ila huo hauna mizizi huo, yaani mweupe pepe kama kitepeo. Ila Bikipaso hivi unajitaka ujitaki? Najitaka mama. Basi nenda kalale. Hii ni mida ya kupiga. Kumbe mimi mtoto. Haya, nimekuelewa. Kipupwe, mimi tu nikukumbushe kitu. Ni vyema tungefuata ushauri wa yule mtoto. Rudisha pete. Na mimi sina nguvu za kukupatia weza kupambana na Mwana. Mwana anaonekana amerudi sana na kisasi. Rudisha pete, kanunue uchawi. Hicho tu basi. Lakini Kipupwe, ukiendelea kukaidi, yatakayo kukuta ni makubwa zaidi ya babako. Rudisha pete, Kipupwe. Zenjele, hivi mimi nizungumze nini ili uweze kunielewa? Nishakwambia siwezi kurudisha pete. Siwezi kurudisha pete. Ngakombora kanenyi gale pete, ngajiwike pepo la ngangu kombla yeyo. Ngangu kombla kabisa. Siwezi. Yaani mimi nitoka hapa, niende Milembe nikatafuta cha kununua. Angalia kwa uchoni naye mwenyewe. Yaani tu hapa class tu nikaulisha pete. Siwezi kurudisha pete. Ile pete bado mimi na mambo naye makubwa. Siwezi. Huyu ni nani tena? Huku ndo kuharibiana michongo huku. Bikipaso, unampeleka wapi Ngala? Ngala? Nampeleka wapi Ngala? Si umeona nimebeba mgomba huu? Huyu ni Ngala huyu? Eti unaniambia mgomba. Mbona mimi namuona Ngala afu unaniambia mgomba? Bikipaso, usije ukataka nikufanye kama kipindi kile.
kukutoa nywele bado haijatosha, naomba umwachie Ngala. Aha, nimekukumbuka vizuri sana. Kumbe ni wewe. Sawa, kwa leo umeshinda. Kiuno huyo. Mzee Kiuno. We Mzee Kiuno. Huyo mtoto aliyekusaidia ndo na mimi aliyenisaidia, na hakuishia tu kunisaidia, alinipa nguvu tofauti na ile ya mwanzoni. Sasa nataka niende kuchukua ile pete. Mwana, sidhani kama kuna umuhimu wa wewe kuchukua pete, kwa sababu tayari tumaini letu na tegemezi letu ni Mungu kwa sasa. Kwa hiyo sidhani kama tuna haja ya kuichukua pete. Ni kweli unachokisema kwamba sasa hivi tunamtegemea Mungu, lakini ni lazima pia niende kuchukua ile pete, maana mjomba sasa hivi anaitumia vibaya. Nisipoenda kuchukua ile pete, kuna madhara baadaye yatatokea. Mwana, huoni kwamba ni hatari kwa wewe utaka kuchukua pete hiyo, na sio siku nyingi ulikuwa kwenye matatizo makubwa? Ni kweli ni hatari sana, tena sana, lakini inanibidi tu niende. Umefuata nini huko? Na amekuambia nani mimi niko huko? Hivi mtoto, unatafuta nini? Ya unajua sasa ushaota mapembe. Mapembe yashakuwa huko kama swala. Kwamba popote pale unatamba tu unaruka nayo. Sasa wewe mpumbavu, nataka nikuoneshe mimi ni nani. Mjomba, mimi sijaja hapa kwa vita yoyote. Nilichokuja hapa, naomba unipatie hiyo pete, kwa sababu wewe hiyo pete unaitumia vibaya. We mjinga nini? Mimi sikukufuata hapa ni pete. Naomba nisikilize wewe. Nitakuvunja miguu, nitakukata masikio, nitakutoa pua, nitakutoa vidole, nitakata hiyo shingo, nitafanya supu hapo watu wakala. Naomba nisikilize mjomba. Sitaki unifuatilie kwenye maisha yangu. Cheza na mimi popote pale katika mwili wangu. Chezea kidole, kitofu, navuka chini kabisa. Cheza chochote kile, lakini kuhusu pete. Mjomba. Senjele, nimechoka sana. Yaani nimechoka na haya mambo yanayoendelea, kiasi kwamba sijui hata nifanye nini. Yaani nilivyo naona kama vile ni mtu ambaye nipo mlimani. Yaani nipo kwenye mlima mrefu, alafu naelekea kurudi nyuma. Naona kila kitu kikienda kuniharibikia. Mambo yanaenda mrama. Jana nilivyokuwa kwenye misheni zangu, nilimuona mtu.
nilivyomwangalia kwa umakini, ni mtoto mdogo sana. Kwa wakati huo nilikuwa siwezi kumtambua kwamba ni nani. Hapo niko na Ngala, nampeleka Mizimuni. Nilishangaa sana alivyoniambia kwamba unampeleka wapi Ngala. Lakini baadaye katika mazungumzo yake ndo nikaja nikamtambua. Huyu alikuwa ni Kizuka. Nadhani Kizuka unamjua vizuri sana. Alishawahi kunifanyia kitu kibaya sana ambacho sitakuja kusahau kwenye maisha yangu. Ili nipelekea mimi kumwacha Ngala pale na kuondoka. Kutokana na desturi zangu katika kazi, uwaga kile ambacho nakipanga ni lazima kitimie. Sijawahi kufeli na wala sije kutamani kufeli hata siku moja. Kwa hiyo mimi mpaka sasa maamuzi yangu ni kwenda kufuata jiwe. Bora nikachukua lile jiwe. Bikipaso, moja kati ya makosa makubwa sana ambayo hutakiwi kuyafanya ni kwenda kuchukua jiwe. Na kushauri na kuomba na nakuonya, usiende kuchukua jiwe, Bikipaso. Kwa sababu hata pete ambayo amechukua Kipupwe inamwakia moto kwa sasa. Na nilimuonya, hakusikia. Na mimi nakuja mara ya pili na kuonya, usichukue, Bikipaso. Zichele. Kwa hiyo na wewe hutaki niende nikachukue jiwe, si ndio? Sasa mimi sitakubali kufeli, sitakubali kushindwa, na kama wewe uko na maamuzi hayo, ina maana wewe ni mtu wa kushindwa siku zote. Njomba, usijifanye kama mahindi ambayo ameenda kwenye kukomaa yanasubiri kuvunwa. Nitakukata masikio. Bilali faki ni msuli wa mtoto. Mjomba, sasa nakutoa hizo nguvu ambazo zinakupa ujeuri. Na ukileta maneno, nitakutoa kila kitu. Yaani ubaki mweupe pe. Shangazi. 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 Nakuomba mara moja. Pastor, huyu ni shangazi yangu ambaye naishi naye hapa. Shangazi, huyu ni mchungaji. Nimemleta kwa ajili ya kufanya maombi na kuiweka nyumba ya wakfu mbele za Mungu. Kwa sababu kuna vitu naviona hapa nyumbani vinaendelea haviko sawa. Hivyo basi nimeamua kumshirikisha pastor ili aje tufanye maombi hapa nyumbani. Shangazi, mimi kwa majina naitwa Pastor Katiti. Nimefika hapa kwa ajili ya kuja kusolve matatizo ambayo yanaendelea mahali hapa. Kama Biblia inavyosema, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu na kuwatumainia wanadamu. Wa kuaminiwa ni peke yake ni Mungu tu. Hapa nahitaji umkiri Yesu awe na mwokozi wa maisha yako. Ndio njia pekee ambayo inaweza kukufanya ukaenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ngala. Kwa hiyo umemleta mchungaji humu ndani aje kunidhalilisha mimi. Kwa hiyo mimi ni mchawi. Mchungaji, mimi ni mchawi. Hivi Ngala, nimekukosea nini mimi? Kwa wema huu wote nao kufanyia mimi kweli, yani mwanadamu halizishwi. Nimekukosea nini mimi Ngala, maskini Mwenyezi Mungu? Uchawi nitaujulia wapi mimi? Kiukweli sijapenda. Sijapenda kabisa.
Huwezi kuniletea mchungaji mundani aje kunitukana, hayo ni matusi. Anawezaje kuja kunitukana nyumbani kwangu? Sikuwa na maana hiyo shangazi. Wala sikukusudia uione katika picha hiyo. Ila ni kulingana tu na matatizo ambayo yalikuwa yakiendelea. Unaona mwana alikuwa mgonjwa na ugonjwa wake hospitali kote tumeenda hawajasema tatizo lolote. Lakini pia vile vile wachungaji wanakuja hapa, wanakimbia, wanaondoka. Mauzauza yalikuwa mengi sana hapa katikati. Hivi kweli Ngala, kwa jinsi nilivyokulea wewe kwenye maadili ya dini, mimi naweza kufanya vitu vyote unavyosema wewe kweli hapa? Naweza kufanya chochote kweli unachokisema kweli? Unataka nikuleje wewe? Kweli adui yako atoki mbali. Sina uchawi wowote na sina chochote ninachokijua kuhusu uchawi. Na siwezi uchawi. Mama, unakataa lakini kuna vitu naviona kwenye ulimwengu wa roho. Usitake nitumie nguvu nyingi sana ili baadaye uzalilike mama. Nataka kwa moyo wako tu umkiri mwenyewe Yesu kuwa ni mwokozi wa maisha. Naomba unisamehe sana. Najua nimekukosea sana. Niko chini ya miguu yako na nimefika hapa kwa amani kabisa. Naomba unisamehe kwa yote niliyokosea. Kipupu, ni wajibu wangu mimi kusamehe, kwa sababu aliyetuumba aliandika samehe 7 mara 70. Hivyo nishakusamehe muda tu. Big Paso, sitaki tena hayo mambo. Sitaki kabisa, yani sitaki kabisa. Ngala. Si mzee Kiuno huyu? Mzee Kiuno? We mzee Kiuno? Big Paso, nimefurahi sana kukuona. Imewezekana vipi yuko hapa? Big Paso, ilikuwa sio rahisi mimi kutoka. Nimepambana kadri ya uwezo wangu. Nimekumisi mzee Kiuno, wewe ungejua. Furahi kuniona kwamba nipo hai. Ila unahitaji urudi kwenye chama. Kwa sababu vita ndio kwanza inaanza, yani bado mbichi. Mzee Kiuno, mimi hao mambo mimi siataki kabisa. Yaani nimeshajitoa huko. Yaani mambo hapana. Big Paso, uweze kushindana na kauli yangu. Lile jiwe linakuhitaji au ulitaki jiwe? Mwanangu Kipupu, uweze kunishika wala kunigusa. Mimi baba yako, sijafa. Nimerudi na nguvu mpya, kasi mpya, mavazi mapya na kofia mpya.
Baba, inawezekana vipi? Umeamua kusalenda na kurudisha majeshi nyuma, si ndio? Hapana baba, maji alizidi unga na sio kusudio langu. Siku zote binadamu tumeumbiwa kushinda na sio kushindwa. Fankudos Madonna. Nifate.